bila shaka palikuwa na changamoto na sio mahala ambapo ulicheza kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu ni kweli. Ni nini kilitokea Azam na maisha yalikuwaje mpaka ukachoropoka ukaenda Moro United? No, kwanza wakumbuke Azam mimi ile ni mara ya pili. Mara ya kwanza nilikuwa nacheza kipindi hicho Azam inafanya mazoezi hapa Kines, yes. Kama unakumbuka vizuri. Wakina Boku ndio walikuwa timu wao, ndio walikuwa timu yao, kina Shuaboy ndio timu yao kubwa. Kipindi hicho wale mapacha wawili wale wa Ivory Coast wale Kipre yes. Bolu na Kipre Cheche. Wale ndio walikuwepo za timu ile ilikuwa ya moto ile. Sisi ndio tulikuwa Azam ambaye ilichukua ubingwa msimu 2013 14. Sisi tulikuwa bado wadogo. Yes, na ni msimu ambao pia Mbeya City walimaliza nafasi ya 3 ya Juma Mwambusi. Simba kamaliza nafasi ya 4, Yanga ya pili. Na ilikuwa hatari sana. Kipre Cheche, Kipre Bolu Hiyo ndio ilikuwa momenti zangu ambazo hiyo niliingia Azam ikavunjika. Lakini ilivyovunjika haikuvunjika kwamba hawahitaji vijana. Walisema wanataka kuanza kufanya marekebisho. Sasa kipindi hicho ndio walikuwa wanaanza kujenga Chamazi. Kwa tukasimamishwa sasa vijana. Tukamwambia sasa hatuna tena program na vijana. Vijana sasa chezeni tu mitaani. Tutawatafuta. Watoto wa mjini wanasema wakawanyoa. Kwa tukagawanyishwa sasa. Ambao walibahatika kuitwa timu kubwa kufanya mazoezi na timu kubwa kwa wanafanya. Sisi wengine ambao tukubahatika tukarudi mitaani. Ndio sasa kurudi mitaani ndio nikaja nikacheza sasa ndio hizo matches. Ndio ile mzozo akanirudisha. Karudi tena. Ndio nikarudi tena sasa Chamazi kukaa tayari. Ndio sasa nikawa nakaa pale. Lakini pale sasa ndio nilikuwa niko na kina Shabalala, Aishi Manula. Kwa hiyo hapo tukacheza mashindano yetu yale ya World Cup. Nikawa mfungaji bora wa World Cup. Nimeweza nakumbuka na goli 5 au 4. Naikumbuka vizuri. World Cup Kwa hiyo ile ndio ikaniibeba sasa. Azam wakataka kunipandisha lakini kocha kidogo alikuwa kipindi kile hahitaji sana vijana. Kwa sasa kuna timu za ligi kuu zilikuwa zinaangalia yale mashindano. Kwa hiyo wakaniona mimi. Wale Moro United wakaniona na Villa Squad. Wakaniona lakini nilivyoongea na wazazi wakasema hapana. Nenda Moro United. Hiyo Moro United ilikuwa si mchezo. Sio mchezo. Ndo nikaenda za Moro United. Nikawakuta kina Lambele Jerome, kina Paulo Maona, kina Buji, mafundi hao mpira. Chove yule goalkeeper ndio ni timu yao. Nimewakuta pale. Kwa hiyo tumeenda mwisho wa siku Mungu akanijalia sababu unajua Moro United inacheza ligi kuu. Lakini hapo kwenye Moro United kumbuka alikuwa anaisimamia Mgoi. Na Mgoi ndio alinisainisha. Ndio. Kwa hiyo ni hivyo yani. Kwa hiyo nikaanza kucheza Moro United ndio safari yangu sasa ndio ikapanda sasa ngazi sasa. Moro United Young African Sports Club. Hapa ndo pana story. Suva alitoka Moro United akaenda Yanga. Hao ni mabingwa wa kihistoria wa soka la Tanzania. Bwana, call ya kwanza Yanga wanakutaka. Usajiliwe Yanga. Mzee Happy God Msuva, bimkubwa, fanya kazi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, msomi, majirani, marafiki. Yanga ujue sio kitu kidogo kuwa kwenye target ya Yanga. Hali ilikuwaje baada ya habari kutoka kwamba Yanga wanakuhitaji? No, ilikuwa ni kitu cha faraja kwa sababu ndio maana nasema kila siku watu wengi wanakuwa sisi hatujui kesho yetu itakuwaje. Lakini mimi nilichokuwa nakifanya kwenye maisha yangu nilikuwa nasema siku moja na mimi nitakuja kucheza kwenye klabu yoyote kubwa hapa Tanzania. Haijalishi itakuwa Yanga, Simba, Azam, lakini nilisema iko kitu kwenye nafsi yangu. Lakini ukiangalia tulivyocheza na Yanga nikawafunga kama unakumbuka. Nakumbuka vizuri. Nilimfunga Kado alikuwa golini. Kile beki alikuwa mabeki alikuwa kina Kanavaro. Yanga alikuwa Yanga ya moto ile. Tunacheza nao tunasema leo tunamtaja Nadir Harub Kanavaro, papa wa moto kwenye kiwango bora, beki wa maana kweli kweli, nahodha wa Yanga. Alikuwa hatari sana. Kwa hiyo ile ilinifanya hata mimi pia niendelee kuamini kwamba na kipaji kikubwa nilivyowafunga Yanga. Kwa ndo hapo sasa wakaanza kunitafuta. Lakini kipindi hicho natafutwa nilikuwa niko under 20 timu ya taifa, tuko pale Itumbi pale. Kwa hiyo viongozi wa Simba na Yanga walikuwa wananisumbua sana. Wanavizia. Yaani walikuwa wananisumbua kupitia na mimi sijui sina management yoyote. Management yangu ni baba na mama. Unaona? Kwa wao ndio wa kwanza kuwafikishia salamu bana, timu fulani imenifuata, viongozi wa timu fulani imenifuata. Kwa hiyo kipindi kile lakini alianza kushawishi ni Nadir Kanavaro. Pale uwanjani nilivyowafunga mpira kama ulisimama hivi, nafikiri kuna mtu aliumia. Akaniambia wewe umesaini miaka mingapi hapa? Nikamwambia nimesaini miezi 6 tu, lakini
naweza nikatoka tu hapa. Basi sawa, mimi tukimaliza mechi nahitaji namba yako ya simu. Alikuwa na ushawishi upapa. Yeah, Kiongozi kweli. Cannavaro walikuwa na viongozi wanampenda, wanamsikiliza. Akachukua namba yangu. Baada ya hapo mimi viongozi wakawa wananitafuta hivyo. Lakini watu ambao walianza kunitafuta ni viongozi wa Simba wale. Kipindi hicho yupo yule nani Zakaria. Yule Hanspop na yule mwingine nani anaitwa Kaburu, yes, Kaburu. Geoffrey Nyange Kaburu, Perez. Wow. Perez kama Florentino Hanspop ni marehemu sasa hivi tunamwambia. Of course ametangulia mbele yake. Tunamwombea huko alipo, lakini wao ndo walikuja pale kambini Itumbi. Walikuja kama siku 2 au siku 3 hivi yani unajua kabisa wana uhitaji, lakini sasa ilikuwa ni ngumu, kuna maelewano tu. Hatukuelewana vizuri. Yanga sasa akaja, unajua kipindi hicho Simba kienda sehemu Yanga naye anakuja, au Yanga kienda sehemu sio kipindi hicho, hata sasa hivi sasa hivi. Kwa hiyo Yanga walivyosikia tu vile wakasema hapana, Cannavaro alishatuambia. Wakaja kina Sefu Magari wale kina Katabalo wale Binklebo wamekuja pale. Sasa wao kamati wakati unaitwa kamati ya usajili. Watu hatari sana wale walikuja bwana. Niliongea nao mara moja tu. Unaona tumepata story kwamba Simba wanakufuatilia. Mmejuaje nyewe? Wame sisi watu wa mpira tunajua. Mtandao mkubwa wa football. Basi Yanga ndo tukafikia makubaliano mazuri. Basi ndo safari yangu ikaanzia hapo sasa. Nikasaini Yanga. Ulipofika Yanga mimi tayari nilikuwa ninafanya kazi ya nakumbuka moja story ambayo ilikuwa kwa mtu wa kawaida ingemtisha. Mashabiki wa Yanga walikuwa wanakulaumu sana, wanakushambulia, wanahisi kama wakati mwingine unacheza chini ya kiwango na wakati ule wakawa wanasema wewe unatumika. Wewe unatumika na kina Hansport, unatumika upande wa pili Simba. Nafikiri story pia ya Simba kutangulia kutafuta lakini family background, mzee ana support shabiki wa Simba, familia watu wa Simba wako wengi. Huyu mtoto atakuwa Simba ndo maana muda fulani. Lakini nakumbuka ulisukuma kwa kiwango kikubwa sana, kiwango bora, ukuchoka, kelele nyingi, Msuva was very bad. Ilikuwa ni mbaya sana. Baadaye ukanyanyuka na kuwa mchezaji star kwenye timu tegemeo, panga pangua Yanga. Unakimbiza kweli kweli, kulikuwa kuna wachezaji wazito pale. Wazito lakini ikiwekwa pale speed yako sio kawaida. Ni nini kilikumotivate ukuvunjika moyo wakati mgumu kama ule mpaka ukaja kuwa star mkubwa kutegemewa ndani ya kikosi cha Yanga? Unajua mimi nasemaga kila siku kuna maisha huwezi kuwa bora bila kusemwa kidogo, hivyo kutukanwa, yani kuzungumziwa tu vibaya. Lakini kwa mwanzoni sio kwamba walikuwa wananizungumzia vibaya au wananitukana kwa mabaya. Walikuwa wanaamini nina kipaji. Kuna vitu naweza nikavifanya au kuna kitu naweza nikafanya nikaibadilisha Yanga. Kwa hiyo walikuwa wapo sahihi, ila mimi nilikuwa naona hawapo sahihi kwa kipindi kile, kwa sababu nilikuwa bado sijakomaa, yani kusema sasa, kwa sababu kipindi kile nimeingia Yanga kuna mablaza wakubwa wakina Asmani Chuji wako pale. Kipindi hicho walimsajili Kaseja yuko pale golikipa. Msaidizi wake alikopo, kama unakumbuka, walikuwa watatu, Dida Batezi. Nyama golikipa wote watatu wakubwa, Dida Batezi, Kaseja, wote niko nao. Ni wakubwa Tanzania ama golikipa ukizungumzia ama golikipa. Lakini mimi nilikuwa niko pale. Na ukisema Dida, mwingine anaweza kusema wengine hawajui. Atwa Deogratias Munishi maarufu Dida, akifanisha na golikipa wa zamani wa Brazil Ali Mustafa Mtinge almaarufu Batezi, akifanisha na Batezi, lakini Juma Kaseja kabaki kwa Juma Kaseja tu. Wako kwenye cycle ya mpira bado na wote ni makocha. Juma Kaseja ni kocha wa Kagera Sugar, Ali Mustafa Mtinge ni kocha wa magolikipa wa Singida Black Stars. Dida nafikiri Deo Munishi nafikiri bado anaendelea Daka daraja la chini huko championship, nafikiri huko anapambana. Kwa hiyo iko kipindi nilikutana nao watu hao kama hivyo nilivyowataja, baadhi wakina Chuja, wakina Jordani, unaona, wakina Cannavaro, mablaza pia kina Ngasa walikuwepo. Kwa hiyo ni watu ambao niliishi nao vizuri, na unaona kabisa walikuwa hata nikishambuliwa na washabiki wao ndio walikuwa wa kwanza kuniweka chini bana. Style yako ya kucheza Yanga ilikuwa inafanana sana Ngasa. Ilikuwa inafanana. Yani Ngasa alikuwa ni winga mwenye speed kali. Unajua Ngasa ana kimo cha kawaida. So ana sprint, naona sprint.
na bila shaka alikuwa anakupenda. Mpaka leo kwenye comments zako Ngasa ni miongoni mwa watu wanaocomment sana. Anko, ni mtu ambaye na bila shaka alikuwa anakutia moyo sana kwa sababu alikuwa ni star mkubwa by then. Sana. Na sio Ngasa, sio kama nimekutana naye Yanga. Ngasa mimi nimekutana naye Azam, lakini mimi nilikuwa niko team B. Team B wakati ule. Na ndo alikuwa mchezaji wa kwanza kunipa viatu. Yaani vile viatu original sasa. Sasa mimi nilikuwa navaa viatu vya kawaida. Yeye alikuwa ananipa viatu original. Ngasa star wakati akichezea ananiambia mdogo wangu, sababu nakupenda wewe, unacheza vizuri, unacheza kama mimi, chukua hichi kiatu. Wachezaji wenzangu wadogo walikuwa wananishangaa sana, unapewa kiatu na mchezaji mkubwa huyu. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa amenipa support kubwa sana. Na sio huko tu, mpaka sasa hivi huwa tunaongea. Hata hiki kipindi ambacho niko kwenye mbio za ufungaji bora ni wa muda wote wa timu ya taifa, magoli ya kufunga alikuwa ananihimiza, ananiambia funga bwana. Funga ndo wakati wako kwenye AFCON, hasa kwenye AFCON. Jitahidi ufunge bwana, jitahidi ufunge. Kwa hiyo ni mtu ambaye mara nyingi ananishauri vitu vingi, hata kama ameshastaafu mpira lakini bado ananishauri vitu vingi. Kwa hizo ni moment ambazo Yanga nimepitia, lakini pia wamenikomaza nafikiri. Yaani ile kunifanya vile kama nilivyosema nilikuwa naona sio sahihi, lakini ilikuwa ni sahihi kwangu. Walikuwa kama wananifanya nijengee kama nisingefanywa vile inawezekana nisingekuwa Msuva huyu sasa hivi tunamuongelea. Absolutely. Kwa hiyo ni watu ambao wamenijenga, wamenifanya pia nionekane bora zaidi ya hivi nilivyokuwa ukiitoa timu ya taifa. Sababu huwezi kufika timu ya taifa bila kupitia ngazi ya vilabu. Kwa hiyo Yanga walinijenga na walinifanya nionekane bora ndani na nje pia. Kwa sababu tulicheza pia mashindano baadhi ya Champions League unakumbuka Kwa pia nilionekana. Okay. Bwana, tuko katika live session na Simon Happy God Msuva. Huyu ni mchezaji wa kimataifa wa Tanzania ambaye ana historia kubwa, hivi sasa yuko Iraq. Na hii ni promotion kabambe ya moto wa kombe la dunia kutoka Lionbet Simba la Mikeka. Kwa shilingi 3,000 tu unaweza kushinda Mazda CX-3, gari mpya kabisa. Endelea kucheza kwa shilingi 3,000. Wewe ingia tu www.lionbet.co.tz, suka mikeka mingi kadri unavyoweza na utapata coupon bila kujali mkeka umechanika au umepata. Msuva. Kuna mechi moja ni dhidi ya JKT Ruvu au Ruvu Shooting, kati ya timu mbili. Yanga dhidi ya JKT Ruvu au Ruvu Shooting, uwanja wa taifa. Wakati huo kabla hujabadilishwa jina kuitwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Ulipiga boli sana na timu za jeshi sijui na mje mkae mzungumze nini kilitokea. Unazifunga sana timu za jeshi za Tanzania. Ulikuwa unazifunga wakati unacheza. Kile ukicheza nao unawafunga. Hiyo mechi ulicheza kwa kiwango kikubwa. Kuna shabiki mmoja kama wawili watatu walibeba kiroba kikubwa cha mchele wakakupa katika tunnel. Ukabeba kile kiroba, hukutaka msaidizi, ukajitwisha ukasepa na mchele wako. Unakumbuka hilo tukio? Pengine ilikuwa best moment kutokana na mazingira yalivyokuwa awali. Kwangu mimi ni kweli, kwa sababu ukiangalia kwa kipindi ambacho nimetokea mwaka mmoja nyuma, nimetoka kushambuliwa. Kwa kadi siku ninavyozidi kwenda nikawa naizidi kuimarika. Kwa washabiki wanaamini bwana ni mchezaji mzuri bwana, bidi tumletee zawadi. Lakini sasa hivi zawadi za sasa hivi hela. Sasa hivi wachezaji wanapewa hela bwana, na sio kupewa tu. Tunaonaga KMC pale inawekwa mfuko, inazunguka, watu wanaokota. Kipindi kile walikuwa wanatupa hela pale, wanarusha chini pale, lakini hazikuwa nyingi kama sasa hivi, soka kiasi kikubwa hivi. Kwa hiyo nilibahatika kupata ule mchele, na sijui ule mtu anileteaga sijui yuko wapi. Inawezekana kawa kwa mtu Mbeya. Na mtu mali, kuna mtu aliniambia ni mtu Mbeya. Sijui sasa hivi yuko sehemu gani na anafanya shughuli gani, lakini nilimshukuru kwa kiasi kikubwa. Ni mtu ambaye kwanza mpaka mtu anatoka na mchele huko anakuletea wewe, na maana anakupenda kwa kiasi gani na anaipenda timu yake. Kwa hiyo ile ni moment ambayo pia naikumbuka kwenye historia yangu. Of course Yanga timu ya taifa. Wakati ule kulikuwa na wachezaji wengi waandamizi, senior players. Lakini mlikuwa kwenye kizazi ambacho kilikuwa kinafanya vizuri na wachezaji wengi ni wazuri. Though kuna mabadiliko makubwa ya mpira kwenye mbinu na hata ufundi pia.
nafikiri walimu pia wameongeza maarifa makubwa tofauti sasa hivi, style of play imebadilika, mpira umekuwa wa vitabuni, mbinu nini, maelekezo cheze hivi. Zamani watu walikuwa wanatumia sana vipaji binafsi, na ndio maana ilikuwa ni kawaida kumuona Sekloje Johnson chambua, by then anaweza kaanza na mpira kachambua hata watu 10. Sasa hivi ukipiga chenga nyingi kocha anakuita Msuva, no, unaonekana kama una nidhamu. Huu sio wapigaji chenga wanakuwepo, lakini ni zile talent ndio tunazungumzia, kama kina Messi wana talent ambao Mungu amewapa tu, ili ni automatically. Lakini kwa mpira wa kisasa, lakini wakamwambia don't hold ball, release, receive, release, pass. Kwa hiyo ni type ya wachezaji. Kila kocha anatamani kuwa na mchezaji wa design fulani. Anaweza anatamani kuwa na mchezaji mwenye speed, au ambaye anaweza kukaa na mpira, au anaweza kuachia mpira, au ambaye anaweza ka dribble, anakaa dribbling nzuri. Kuna kocha mwingine anataka wacheze total football, mwingine anataka wacheze, mwingine angalia mchezaji mmoja, mwingine angalia as a team. Mwingine anataka tucheze mpira mrefu, tushambulie kwa counter attacks, kwa maana tujibu mashambulizi kama Yanga walivyotumia daima mbele nyuma mwiko. Niliulizaga hii kwa nini maana gani, anasema sisi daima mbele nyuma mwiko, ni maana yake ndio maana unaona wachezaji wetu wengi hatukosagi type ya kama ya kwako wewe. Ya kwako tunataka twende mbele nyuma mwiko, na ni style ambayo imewafanya wawe bora kwa miaka mingi. Sasa hivi ndio kidogo kuna mabadiliko. Yanga wana possess mpira. Ndio tunakuja sasa hapa kuna swali lako, makocha sasa wanabadilisha. Wakati ule unatoka ukiwa Yanga unajiunga nation team, unakumbuka hizo moment kwa sababu kulikuwa na wachezaji wengi wakubwa na wazuri sana ndio unakumbuka hizo moment. Hali ilikuwaje kwa watu ambao nimekutana nao? Wachezaji walikuwa wakubwa kweli pale bwana. Pale walikuwa wachezaji, sababu mimi kipindi naingia na nimekutana na Msajigwa yuko Shadrack Johnson, lakini ndio alikuwa mwaka wa mwisho Fuso captain ndio alikuwa anamalizia pale aondoke, akina Oscar Jeshua wale Mwasika, Stefano Mwasika, ndio watu ambao ndio alikuwa miaka yao ya mwisho. Yani sisi tunaingia na Frank Domayo, wao ndio wanatoka sasa, wakina Godfrey Taita, yani walikuwa wengi, ndio wao kina Chuji, ndio wao nimewataja makipa wote walikuwepo, ndio walikuwa ni watu ambao wanamalizia kutoka. Lakini hatukuogopa sisi nilivyoingia na mwenzangu Domayo, sababu sisi ndio tulikuwa wadogo kwa sababu wakina Salum Telela, Omega Seme walikuwa tayari washaanza kukomaa. Nilivyoingia pia na kina Juma Abduli wale kidogo walikuwa washaanza kukomaa. Mnyamani, sisi tulikuwa wako Juma Abduli Mnyamani. Kwa hiyo ni hivyo ndio kwa mpira. Mimi naamini ukishaaminiwa basi nawe waaminishi. Sababu ukiangalia leo hii ukisema mimi niliingia mdogo, kuna wachezaji wanacheza Ulaya waliingia wanaanza wadogo miaka 18 19, tunawaona wanashika hela nyingi. Tukiangalia historia za wachezaji wa kina Haaland hawa wakina wachezaji wengi tu wakina Mbappe walivyoingia kwenye, unaona kabisa ni wadogo. Kwa hiyo kwenye mpira hamna udogo. Ukishaingia tu uwanjani tayari wewe ni mkubwa, uko sawa na wale. Tukio gani unalikumbuka zuri kwenye nation team wakati tunajiunga? Kwangu mimi naweza nikasema tukio zuri ambalo siwezi kulisahau ni kufuzu AFCON ile ya kwanza kabisa ile 2019 ambapo tulienda Egypt, na Egypt, kocha Emmanuel Amunike. Ile nakumbuka ile kwanza ile yani ile nisema ile vibe la Makonda, ukiacha tu uwanjani. Alikuwa ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Christian Makonda. Wakati ule alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya hamasa ya ushindi ya Stars. Imagine alisimamisha Tanzania nzima kwamba watu wasiende kazini, na watu walijaa kwa Mkapa waje. Na nakumbuka hadi kipindi kile walo tangulia mbele za haki, nakumbuka kuna watu wanasema walifariki, kuna baadhi ya watu walifana wingi wa watu, kuna watu walipoteza maisha pale. Kwa hiyo tulikuwa na vibe kubwa sana. Yani tulivyoona tu ile hali ile hamasa ile, tulikuwa tunakaa kule Mbezi Beach, Bari Beach, kuna hoteli kuna hoteli moja sikumbuki jina lake vizuri. Makonda alikuja kule, alituambia vitu vingi sana. Yani alitutia hamasa, yani tukasema tunaenda kushinda. Nakumbuka hiyo siku uwanja wa Taifa, Uganda the Cranes nao waliqualify pia. Lakini golini alikuwepo Dennis Onyango, golikipa bora mno, ambaye amecheza soka Mamelodi Sundowns kwa kiwango bora kwa muda mrefu. Nalikumbuka goli lako, ulifunga goli zuri sana, na ndio lilikuwa la kwanza kufungua uwanja ukiwa full house. Hakukuwa na sehemu ya